miradi mbalimbali ya kijamii katika lengo la serikali ya awamu ya 6 kuhakikisha kwamba inapeleka huduma za kijamii ama inaboresha huduma za kijamii kwa wananchi. Utakuwa nami mimi Novatus Makunga nikukaribishe katika matangazo yetu moja kwa moja, na nimemwalika mstahiki meya wa jiji la Arusha Maximilian Irange. Yeye atatupitisha katika uboreshaji wa hizi huduma, na kubwa zaidi muda mfupi ujao kunawekwa jiwe la msingi katika jengo la makao makuu ya halmashauri ya jiji la Arusha. Karibu mstahiki meya. Asante sana Novatus Makunga, karibu katika halmashauri ya jiji la Arusha. Halmashauri yetu ya jiji la Arusha la baraza la madiwani la mwaka 2020-2025 nafikiri ni baraza ambayo imefanya miradi mikubwa sana ya kimkakati, imefanya mapinduzi makubwa kwenye huduma za kijamii kwa kupeleka huduma katika maeneo mbalimbali katika kata 25 na mitaa 154 ya jiji la Arusha. Na hapa leo tunaweka Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Mheshimiwa Sana Mohamed Omar Mchengerwa, mbunge, anaweka jiwe la msingi katika jengo letu la utawala. Jengo hili la utawala ambalo likikamilika litakuwa na urefu wa sakafu 8, mpaka dakika hii itakuwa ni jengo refu kuliko majengo yote ya halmashauri katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tunachofanya hapa, tunakamilisha mradi huu ambao serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan ilitoa pesa kwa ajili ya ujenzi wa jengo hili. Lakini sambamba na hilo, tuna miradi mikubwa ya kimkakati. Kwa mfano kule Ngutoto Njiro tunajenga hospitali ya wilaya ambayo inaitwa Medical Tourism Hospital, hospitali ambayo itatoa utalii wa kimatibabu katika mkoa wetu wa Arusha na katika jiji la Arusha. Ikumbuke kwamba kwa takwimu zinavyoonyesha za Wizara ya Afya, Tanzania mpaka dakika hii ni nchi ya 3 kwa kuwa na huduma bora za kimatibabu, ikitanguliwa na Egypt na South Africa. Kwa hiyo tunajikita kupitia maono ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuongeza wigo wa utalii, kwa kuwa Arusha ni lango la utalii wa kuingilia kwenye hifadhi zote zilizo kaskazini mwa Tanzania, kwa maana ya ule utalii wa safari wa kwenda kuangalia wanyama. Lakini hilo ambalo lizinduliwa na Mheshimiwa Rais kupitia ile filamu yake maarufu ya The Royal Tour, sasa sisi tumejiongeza, ikiwemo maono ya Mheshimiwa Paul Christian Makonda, mkuu wetu wa mkoa, ya kuifanya utalii wa Arusha sasa upanike kutoka kwenye usafari kwenda kwenye medical tourism, ambako ndio tunajenga hiyo hospitali ya kitalii. Hospitali ambayo jengo lake la wagonjwa nje almaarufu OPD ikikamilika, basi itakuwa lile jengo ina uwezo wa kuweka helikopta 2 juu yake. Lengo letu ni kwamba tunataka watalii ikitokea kwa bahati mbaya wameugua kule Serengeti au Ngorongoro, basi abebwe na helikopta aletwe katika jiji la Arusha apate matibabu, alafu aendelee mbele na shughuli zingine. Na zamani zile mtalii akiugua anapelekwa aidha Nairobi au South Africa. Sasa tunataka mambo haya yafanyike ndani ya jiji letu la Arusha. Na kwa utaratibu zamani mtu akiugua hapa Tanzania anakimbizwa India, anakimbizwa South Africa. Lakini juzi nilikutana na mdau mmoja na taasisi inaitwa Global Medicare, Bwana Abdul Malik Morel, ameniambia takwimu sasa hivi zinaonyesha kwamba wagonjwa wengi wa ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati wao wanakuja Tanzania kupata matibabu. Huduma za matibabu zimeboreshwa sana, na kongole kubwa kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini sambamba na hilo, katika kuleta maendeleo kwa wananchi, jiji la Arusha imekuja na kitu inaitwa conference tourism. Kama unavyojua, Mheshimiwa Rais ametoa pesa zaidi ya shilingi bilioni 300 kujenga ukumbi wa kisasa wa mikutano ambao ukikamilika utakuwa na uwezo wa kuingiza kwa wakati moja watu 1500 kama participants wa huo mkutano. Lakini sambamba na hiyo facility ya mikutano, pia kutakuwa na hoteli ambayo itakuwa na capacity ya kuingiza watu 500 kwa wakati moja, na nyumba za rais presidential and suite 10 kwa wakati moja. Kwa hiyo marais 10 wanaweza kufanya mkutano wao na wakawa wanalala sehemu moja. Kwa hiyo serikali imefanya kazi kubwa sana. Sambamba na hilo, pia tuna kitu inaitwa sports tourism. Leo naongelea mambo ya utalii tu, kwa sababu uchumi wa halmashauri yetu ya jiji la Arusha na mkoa wa Arusha kwa ujumla unategemea sana mapato yanayotokana na utalii. Kwa hiyo tuna kitu inaitwa sports tourism kupitia utalii wa michezo ambako
serikali imeleta hela ya kujenga uwanja wa michezo ambao utatumika kwa ajili ya maandalizi ya finali ya kombe la mataifa ya Afrika. Bilioni ngapi? Bilioni 286. Ambao uwanja ule unaenda kukamilika mwaka ujao, mwaka 2026. Kwa hiyo nilichotaka kusema Novatus na watazamaji wa channel yako hii pendwa Channel 10, baraza letu la madiwani la mwaka 2020-2025 imefanya miradi mikubwa ya mikakati. Tumekusanya mapato kwa zaidi ya 100%. Ikumbuke wakati sisi tunaingia kwenye halmashauri mwaka 2020, mapato yetu ya ndani yalikuwa shilingi bilioni 22. Lakini sasa hivi tunamaliza baraza, mapato yetu yamepanda kutoka bilioni 22 kwenda bilioni 51. Hiyo ni ongezeko la zaidi ya 100%. Sasa labda mstahiki meya, unisaidie sasa, umeongelea hii miradi, lakini tulikuwa tunaangalia uboreshaji wa huduma kwa wananchi. Una tarafa zako, kuna kata zako, mnyororo wa thamani unaofikiaje wananchi wa kule chini baada ya kuboresha hizi huduma ambazo umetaja utalii wa michezo, utalii wa matibabu, sasa hivi imarisha jengo la utawala. Sasa mwananchi wa kawaida labda ananufaika vipi na uboreshaji hizi? Asante sana Makunga, na kushukuru. Usingeniuliza swali hata mimi ningekushangaa. Ukumbuke viongozi ni kwa ajili ya wananchi. Haya yote yanayofanywa ni kwa ajili ya wananchi. Na kwenye uchumi kuna kitu inaitwa multiplier effect. Multiplier effect ni pale ambako pato moja linaweza likagusa nyanja tofauti tofauti. Kwa mfano, mtalii akija hapa Tanzania atapanda gari kutoka Kia, maana yake mwenye gari atakuwa ametengeneza hela. Lakini ataweka mafuta kwenye petrol station, maana yake mwenye petrol station atapata pesa. Atakuja kulala kwenye hoteli, maana yake mwenye hoteli atapata pesa. Mwenye hoteli akipata pesa, mama anayeuza nyanya kule soko la Kilombero pia atapata pesa. Na yule mama anayeuza nyanya, ngogwe, pilipili hoho, sijui na kitu gani, akipata pesa, mkulima anayelima hizo mboga naye atapata pesa, kwa sababu ni mnyororo wa thamani unaenda kwenye nini? Kwenye maeneo yote. Lakini sambamba na hilo, tunajenga miundombinu ya barabara. Tunataka Arusha ipitike kwa wakati wote wa mwaka. Na kama unakumbuka Makunga, mwezi wa pili halmashauri ya jiji la Arusha ilinunua mitambo yenye zaidi ya shilingi bilioni 2.3, ikiwa ni motor grader pamoja na magari makubwa mawili ya kufanya dumping. Magari hayo na motor grader inaungana na excavator ambayo tayari tunayo na roller compactor ambayo tunayo. Tunaenda kufanya maboresho kwenye barabara zetu za halmashauri ya jiji la Arusha. Lakini sambamba na hilo, majuzi tu tumesaini mkataba wa zaidi ya shilingi bilioni 3 wa barabara ya Eso Longdong, na pia tunaenda kusaini mkataba wa kujenga stendi ya Bondeni, wa kujenga soko la Machinga, wa kujenga barabara ya roundabout ya kwa Mrombo kwenda kule stendi ya Bondeni. Sasa huko kuna wananchi, ndio maana nasema tunachofanya sisi, mambo yote yanayofanyika mwisho walengwa ni wananchi na wanufaika ni wananchi, na kwa aina ya wananchi wa mji huu ni watu watafutaji. Mheshimiwa Paul Christian Makonda anasema mji huu ni mji wa watu wajanja, watu wanaojua kutafuta pesa. Sasa pesa iko kwenye, ukiangalia nyuma yangu hapa kuna ujenzi unaendelea. Kuna mafundi pengine zaidi ya 50, kuna vibarua zaidi ya 200. Yote hii ni nini? Ni ile inaitwa multiplier effect. Mkandarasi mmoja huyu ambaye anajenga hapa amenunua sementi kwenye maduka ya ndani, amenunua nondo kwenye viwanda vya ndani, amenunua mabati na kadhalika. Sasa kote huko kuna ajira za watu. Kwa hiyo lengo kubwa la halmashauri yetu ni kupeleka uchumi kwa wananchi wake, na wananchi wakiwa na uchumi mzuri, basi serikali itakuwa na uchumi mzuri. Kwa hiyo kwa namna kipekee nisimsahau pia waziri wetu wa nchi, ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, Mheshimiwa sana Mohamed Omar Mchengerwa, mbunge, ambaye leo ndio mgeni rasmi katika uzinduzi huu wa jengo la utawala wa halmashauri ya jiji la Arusha. Ni Mohamed Mchengerwa ni kama ametupa upendeleo wa namna ya pekee, kwa sababu majuzi pale kwenye ile barabara ya Eso Longdong hatukuwa na bajeti, lakini alitoa tamko na pesa ikapatikana. Lakini sambamba na hilo, barabara ya kutoka ya Pondogo inatengenezwa kwa hadhi ya double roads, barabara mbili, magari mawili huku, magari mawili huku. Na niseme nini, kwamba kwa ujumla sasa hivi ukiangalia kwenye kila ofisi ya kata, kila mheshimiwa diwani ana pesa amepewa kwenye akaunti ya kata, aangalie changamoto za barabara kwenye maeneo yake.